Asalamu alaikum, ni siku nyingine tena Mwenyezi Mungu ametujalia. Ile iko ni tarehe ya mwisho wa mwezi huu wa Oktoba. Manake itakuwa tukiwaga mwezi huu. Hiyo kesho ni tarehe mosi, tarehe moja ya mwezi wa Novemba. Mwezi huu tumeshuhudia ngarambe tofauti. Natumai ubuheri wa afya. Hii ni Mawimbi ya Michezo inayoangazia kila aina ya michezo. Tutakuwa tukiangazia kinadada, timu ya kinadada ya Harambee Starlets walikuweko nchini Senegal, wakapiga mechi ya mkondo wa pili na Gambia, wakamtandika goli 1-0 kupitia kwa mchezaji huyu, ni Mwanalima Adam Jereko, Mwanalima dogo ambaye alifungia timu ya taifa ya Kenya goli muhimu. Tukiachana na hayo, mengine ni katika ligi ya SportPesa hapa nyumbani, ligi ya FKF. Mechi ya 5 iliweza kupigwa wiki hii, na kando na mechi ya 5 mwana FC Leopards alimtandika Shabana akiwa nyumbani, amepoteza mechi yake ya 3 mfululizo kwa mikono ya FC Leopards. Kando na hayo, mechi ya Carabao zilipigwa wiki hii. Liverpool tena amepoteza mechi yake, mechi ya 6 msimu huu, na mechi ni Crystal Palace amemtandika mara 3. Manake alimtandika katika mechi ya Community Shield, ngao ya jamii, akamtandika katika ligi magoli 2-1, na hapo majuzi alimtandika katika mechi ya Carabao na kumuondoa. Kwa sasa katika mechi ya robo finali ya Carabao, Crystal Palace atakipiga dhidi ya Arsenal ambaye alimtandika Brighton magoli 2 kupitia kwa Bukayo Saka pamoja na Ethan Nwaneri. Kando na hayo, EPL itakuwa inachukua raundi ya 10 weekend hii. Man United akipiga dhidi ya Nottingham Forest saa 12 ndani ya uga wa City Ground, uga wa Nottingham Forest. Tukiweka hayo pembeni, ni kuwa kunayo orodha ya makocha bora. Nazungumzia kocha ambao wametoa matokeo mazuri, na huu ni kocha wa Arsenal Mikel Arteta pamoja na kocha wa Man United Ruben Amorim, baada ya kutoa ushindi wa mechi 3 mfululizo. Ako miongoni mwa wanawania tuzo ya kocha bora mwezi wa Oktoba ambao tutauaga hii leo. Alafu kando na hayo pia kuna tuzo za kumtuza mchezaji bora wa mwezi huu. Bryan Mbeumo yuko miongoni. Kando na Bryan Mbeumo pia uni beki wa kupanda wa Arsenal Jurrien Timber, ambaye amezalisha baadhi ya magoli muhimu na kuipatia timu hii ya Arsenal goli muhimu pia yupo miongoni, pamoja na Mukiele anayechezea timu ya Sunderland, pamoja na Bruno Guimaraes kiungo cha katikati wa timu ya Newcastle. Tuweke hao pembeni sasa, tuangalie taarifa kwa kina, ambapo tutaanzia na taarifa ya timu ya kinadada ya Harambee Starlets katika mechi ya mkondo wa pili, katika mechi ya kufuzu kombe la AFCON kwa kinadada itakaosakatwa mwaka ujao nchini Morocco, kuanzia mwezi wa Machi hadi mwezi wa Julai. Yaani timu hii ya mwana Harambee Starlets inaongozwa na mkufunzi Beldino Demba iliweza kumtandika Gambia akiwa nyumbani, lakini mechi hii ni kama Gambia kwa nyumbani, manake ilichezwa kule Senegal. Gambia bado hawajafikia viwanja vyao vijafikia viwango vya CAF. Unakumbuka pia Kenya tulikuwa katika hiyo, lakini tulipoandaa CHAN uga wetu ukaweza kupandishwa katika hadhi ya juu, hivyo inaandaa mechi za kufuzu kombe la dunia na mechi zingine kubwa. Harambee Starlets alimtandika tena mkondo wa pili Gambia goli 1-0 kupitia goli muhimu kwa Mwanalima Adam Jereko, goli ambalo liliweza kufungwa katika kipindi cha pili. Na kupitia ushindi huu muhimu, Rais mtukufu wa hapa nchini, huu ni Daktari William Samoei Ruto, aliweza kutoa ahadi mnono, manake alikuwa ameahidi endapo wangeshinda, jambo ambalo waliweza kufanya, walishinda. Kila mmoja atapokea, na majuzi kila mmoja ameweza kupokea kitita kinono cha milioni 1. Kabla ya mechi hii weekend iliyopita, Gambia dhidi ya Kenya iliyochezwa Nyayo, mwana Harambee Starlets alikuwa ashapatiwa milioni 10 takriban pesa taslim na William Samoei Ruto, ambaye anachangia sana kukikuza sana talanta. Manake sio hiyo tu, bali unakumbuka mwezi wa Agosti alikuwa akiwatuza wachezaji ambao walikuwa wakishiriki mechi za CHAN hapa nchini. Hatuweke hapo pembeni ya kinadada ambao waling'aa. Heko na Kongole ziwaende, manake waliwakilisha taifa, na kwa mara nyingine
mara mwisho kuwakilisha taifa ilikuwa ni mwaka 2016, 2016. Tena wamerejea baada ya miaka 9 wamerejea. Tuachane na hayo, tuingie katika ligi ya KPL ya SportPesa League, ambapo Tusker walisajili ushindi muhimu baada ya kumtandika Kariobangi Sharks walipokuwa nyumbani Tusker. Magoli haya yalitoa kimiani pamoja na Eric Kapaito ambaye alifunga kupitia mkwaju wa penalty kuipatia ushindi muhimu timu ya Tusker wanaongozwa na Charles Okere. APS Bomet Mafande walitandikwa na Kakamega Homeboyz magoli 2-1. APS Bomet walikuwa nyumbani katika uga wa Kericho Green Stadium kule Kericho. Na kutokana na matukio haya Kakamega Homeboyz walipanda hadi katika kileleni mwa jedwali na alama 13. Wanafuatiwa na Gor Mahia wa pili ambao walitandika hiyo jana Mathare United, timu ya John Kamau Pep Guardiola hapa nchini magoli 2-0. Kando na hayo kulikuwa na mechi nyingine ambapo Shabana tena alipoteza mechi yake ya 3 mfululizo kwenye mikono ya FC Leopards chini ya mkufunzi Fred Ambani. Yaani timu hii ya FC Leopards kwa sasa hawajapoteza mechi yote. Hawa na Maafande Kenya Police hawajapoteza mechi yote ya ligi kuu kwa takriban mechi ambazo wamecheza. FC Leopards mechi 5 hajapoteza mechi yote. Naye Afande Kenya Police hajapoteza mechi yote, amecheza tu mechi 2, manake alikuwa akishiriki zile mechi za CAF Confederation. Sio Confederation bali ni CAF Champions League. Weka haya pembeni ya Kakamega Homeboyz kumtandika APS Bomet. Ulinzi Stars baada ya kumfuta kocha wake ni Danstan Nyaundo tena alipoteza kwenye mikono ya Bidco United mwana mafuta. Bidco United alimbamiza Ulinzi Stars magoli 2-1 ndani ya uga wa Ulinzi Complex. Magoli atuachane na Bidco sasa katika pambano lingine ambalo liliweza kusakatwa hiyo jana katika uga wa Kasarani Alex. Posta Rangers alitoka sare ya magoli 2-2 na huyu ni Morangasil ambaye alilazimisha sare ya magoli 2 katika kipindi cha pili. Mathare United naye akatandikwa na Gor Mahia magoli 2-0. Tuachane sasa na hayo. Jedwali ya hapa nchini na ya ligi hapa nchini ya SportPesa League imekaaje? Homeboyz anaongoza na alama 13, anafuatiwa na Gor Mahia ambaye ana alama 12. Alafu Posta Rangers vijana wake Sami Pamzo Moro wanafuata nambari ya 3 na alama 11 baada ya kutoa sare. Bidco wanafuatia nambari 4 na alama 10, wakifuatiwa huku na FC Leopards alama 9. Tusker United ni ya 6 na alama 8 na 7 ni Shabana na alama 7. Tuachane sasa na ligi kuu ya hapa nchini SportPesa League na sasa tupae kule ugaibuni katika ligi ya EPL. Yaani tuachane na huko ugaibuni ni kuwa katika Carabao, mechi ambazo zimeweza kutandikwa wiki hii. Nazungumzia Swansea City aliweza kutandikwa magoli 3-1 na Manchester City. Licha ya kutangulia kufunga, Manchester City alimtandika kipigo kitakatifu. Manake mechi ile tamatika magoli 3-1. Omar Mamush Ranchaki walifungia timu ya Manchester City. Liverpool tena alipoteza mechi yake ya 6, alitandikwa magoli 3-0 na Crystal Palace. Ismaila Sarr alifunga magoli 2. Olivier Glasner kwa sasa amemtandika Arne Slot mechi 3. Wolves alitandikwa mzolomboko wa magoli 4-3 na Chelsea. Alafu Arsenal kipindi cha pili walitandika Brighton magoli 2-0. Ethan Nwaneri pamoja na Bukayo Saka walifungia timu hii ya Arsenal. Newcastle mabingwa watetezi wa kombe hili la Carabao waliowatandika Tottenham Hotspur magoli 2-0. Ya EPL kunazo mechi ambazo zimeratibiwa kusakatwa hiyo kesho. Kuanzia mida ya saa 12 jioni kutashuhudiwa mechi kubwa. Nottingham Forest watavana na Man United katika uga wa City Ground. Je, huenda Man United kasajili tena ushindi mwingine, ushindi wake wa 4 mfululizo? Burnley ndani ya uga wa Turf Moor watamkaribisha Arsenal. Arsenal ambaye hapo mbioni kusaka taji msimu huu. Manake kwa takriban misimu 3 iliyopita amekuwa kitaba ila ametoka mikono mitupu. Msimu huu huenda medali mikono mitupu Irangu huenda wakatoka na taji lolote.
manake wametamba ndani ya michezo 6 hawajafungwa. Yaani wametoka clean sheet, clean sheet, clean sheet. Tottenham dhidi ya Chelsea, derby ya London, derby ya London ya kaskazini dhidi ya London ya mashariki. Chelsea dhidi ya Tottenham Hotspur. Tottenham Hotspur atakuwa nyumbani uga wa Tottenham Hotspur Stadium. Liverpool atamkaribisha Aston Villa katika mechi ya ligi kuu saa 5 jioni ndani uga wa Anfield. Alafu sasa Jumapili Manchester City wakipiga dhidi ya Bournemouth wakiwa nyumbani Manchester City. Manchester City walipoteza weekend iliyopita kwenye mikono ya Aston Villa goli 1-0, huku Matt Cash akifunga goli muhimu na kuipatia Aston Villa ushindi muhimu. Sasa nimeshamaliza taarifa yote. Hiyo imekuwa ni mawimbi ya michezo na mwana michezo David Oscar Floski. Na kushukuru kwa kuweza kunisikiza kuanzia utangu wa Dukoko. Umetega sikio ndi umekuwa nami. Kwa kadri neema itakavyotupatia nafasi, tutakutana tena juma lijalo katika mawimbi ya michezo nitakuvushia. Hiyo imekuwa ni mawimbi ya michezo, nimeshagonga gogo kwako, umesikiliza mlio. Mungu aridhie. Tukutane wiki ijayo.